Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa kunipa nafasi. Hivyo kwa niaba ya wananchi wenzangu wa jimbo la Babati mjini, naomba swali letu namba 600 majibu ya serikali. Waziri. Asante sana Mheshimiwa Spika. Skimu ya umwagiliaji NAQUA iliyopo katika kata ya Bagara wilaya ya Babati imetambuliwa kuwa na jumla ya ekari 400 zinazofaa kwa kilimo cha umwagiliaji, ambapo wataalamu kutoka Tume ya Taifa ya Umwagiliaji kwa kushirikiana na ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Babati tayari wametembelea sehemu elekezwa kwa ujenzi wa bwawa hadi mashambani na kujiridhisha kuhusu uwezekano wa utekelezaji wa mradi huo. Hatua inayofuata ni kufanya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa mradi huo. Hivyo ujenzi wa bwawa la umwagiliaji katika kijiji cha NAQUA utaanza baada ya kukamilika kwa hatua hizo za maandalizi. Mheshimiwa Emmanuel. Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali. Nina maswali mawili madogo ya nyongeza. Swali la kwanza, tunashukuru serikali kwa kutuchimbia visima 12 vyenye uwezo wa kuhudumia ekari 480 kwa ajili ya umwagiliaji. Je, ni lini serikali itapeleka solar panels, water pump na water tanks katika maeneo hayo ili wananchi wa maeneo hayo waweze kupata huduma hiyo, wafanye shughuli zao za kilimo cha umwagiliaji? Swali langu la pili, Mheshimiwa Spika, taasisi za fedha nchini kama TADB, CRDB na benki zingine zimekuwa zikitoa mikopo yenye riba nafuu kwa wakulima. Je, ni mpango gani madhubuti wa serikali kwa wananchi au mwananchi mmoja mmoja mwenye utayari wa kuchimbiwa kisima ili aweze kupata huduma ya kuchimbiwa kisima na serikali katika maeneo yao, ili vifaa vingine vinavyohitajika aweze kukopa kwa kupitia taasisi hizo ili waweze kukuza uchumi wao? Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Spika. Nimpongeze Mheshimiwa Emmanuel Kambai, mbunge wa Babati mjini, kwa maswali mawili ya msingi, na nimthibitishie tu kwamba ni kweli tumechimba Babati visima 12 na tutaendelea kuchimba vingine, na hatua ya sasa baada ya kuchimba, Tume ya Taifa ya Umwagiliaji ilishafanya manunuzi ya vifaa ambavyo umevitaja kama water pump pamoja na solar kutoka India, na nafikiri viko njiani vinakuja, na vikishakuja katika visima vyote ambavyo tumechimba awamu ya kwanza tunapeleka vifaa hivyo kwa ajili ya ile miradi kukamilika. Kwa hiyo lipo, niseme tu wala halitachukua muda mrefu, visima hivyo tutaviletea pampu pamoja na hiyo mifumo yote ya jua ili iweze kutumika. Kwa hiyo wathibitishie tu wananchi kwamba kabla ya mwisho wa mwaka huu tutakuwa tumeshakamilisha mradi huo. Lakini kuhusu mpango wa kuchimbiwa visima, kwa sasa hivi Tume ya Taifa ya Umwagiliaji, mpango tulionao tayari tuna magari karibu 20 ya kuchimba visima nchi nzima, na magari haya tumekuwa tukiyapeleka katika mikoa mbalimbali, na sehemu ya mradi wetu huko kumegawanyika katika makundi matatu. Moja, kuna wale watu ambao hawana kipato kabisa, tunawachimbia visima bure kabisa ikiwemo na kuwawekea mifumo ya umwagiliaji. Lakini mbili, katika watu ambao wana kipato cha kati, wale tunawachimbia tu kisima bure, lakini ile kwa maana ya 50% atachangia. Lakini katika eneo la tatu, yani ni kama sehemu ya mfumo wa ruzuku ya kusaidia wakulima, ni eneo la tatu ni kwamba tunatoa ile 25%, yani kwamba huduma tu mojawapo ya kuchimba kisima, lakini maeneo mengine 75% atachangia mkulima. Kwa hiyo tunafanya hivyo hata bila kushirikiana na mabenki, tunafanya hivyo. Lakini kama anahitaji mikopo, kuna benki zetu TADB, tuna benki ya ushirika, lakini kwenye mabenki ya kibiashara kuna dirisha linalohusika na masuala ya kilimo, na wenyewe wamekuwa wakitoa mikopo chini ya 10%, kwa maana ya 9% kwa ajili ya kuwasaidia wakulima wao. Kwa hiyo kama unahitaji usaidizi tunaweza tukatoa. Asante sana Mheshimiwa Spika.